section ya uwekezaji na biashara, pamoja na wageni wetu wote kutoka wizarani. Tunashukuru sana kwa kuja. BOT tunashukuru sana kwa kuja. UTT tunashukuru kwa kuja. Halmashauri tunashukuru kwa kuja, lakini niwashukuru kipekee sana nyie ambao mmeitwa na mmekuja. Jipigieni makofi mengi kwa moyo wako. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Naiona ni siku ya baraka kwa sababu nakutana na kundi muhimu sana ambalo tunakutana nalo mara chache sana. Nilikuwa naangalia sura hapa, nasema hivi nani namfahamu? Naona wachache, lakini wengi hatujakutana sana kwa sababu hatujaitana mara nyingi. Lakini nichukue nafasi hii pia kuwaambia tumetamani kukutana kwa sababu tumekuwa na utaratibu wa kukutana na makundi mbalimbali, na leo hii nafikiri ni kundi la 6 kukutana tangu tumeanza kukutana kwa mwaka huu wa fedha ulipoanza. Lakini kila wakati tukikutana na makundi haya tunakuwa na agenda. Wakati fulani zinabadilika, wakati fulani zinaboreshwa, lakini agenda ya kwanza huwa ni kuja kuambia kazi iliyofanywa na serikali kwa mkoa wa Dodoma. Tunajua serikali kazi yake ni kuwahudumia wananchi na kuwatengenezea mazingira mazuri kwa ajili ya kujiletea maendeleo. Lakini kutokana na sababu mbalimbali, wako wananchi wengi huwa wapo hapo, lakini hawajui serikali yao imefanya nini katika maeneo yao, lakini hawajui mazingira gani yametengenezwa kwa ajili yao kujiletea maendeleo. Kwa hiyo huwa ni agenda hiyo ya kudumu kwa makundi yote tunayokutana naye. Lakini agenda nyingine huwa kwa kweli ni kusikiliza kero zenu. Maelekezo haya tumekuwa tukiyapata kila wakati. Mmemsikia viongozi wetu wakituambia kazi ya serikali kutatua changamoto za wananchi. Kwa hiyo tumekuwa tukisikiliza kero zinazoendana na sekta husika ili tuweze kuona namna gani tunazitatua, ili dhamira ya serikali ya kutamani Watanzania wote wakae katika mazingira mazuri, amani na utulivu iweze kutimia. Lakini tunakuwa na agenda ya kundi mahususi. Kwa mfano, tukiwa na bodaboda tutakuwa na polisi akizungumzia mambo ya barabarani, tutakuwa na LATRA akizungumzia sheria na nini, ili wakiuliza maswali wapate majibu moja kwa moja kutoka kwenye sekta husika. Leo hii kwa sababu maalum, kundi hili la vikoba ni kundi kubwa, lakini linafanya shughuli za kifedha kwa jambo lake la msingi ni kufanya shughuli za kifedha. Ndio maana leo tuna mada hiyo ambayo inasema, kwanza tuna mtaalamu toka Wizara ya Maendeleo ya Jamii ambao ndio wanaosimamia makundi maalum, makundi kama ya kwenu ya vikoba. Lakini nyewe kwa sababu mnashughulika na fedha, ndio maana mmeona leo tunao watu wazito kabisa hapa wa Benki Kuu, ambao wakati fulani vikoba inafikiri haihusiani na Benki Kuu. Hawa ni Benki Kuu, hawa ni benki kubwa. Hata nikiuliza hata nani amewahi kuingia pale, ingawa usipate hata mmoja. Kwa nani amewahi kuingia Benki Kuu hapa? Jamani, nani amewahi kuingia Benki Kuu hapa? Kila mtu akipita sema hii Benki Kuu hainihusu, ngoja nipite niendelee na mambo yangu. Sasa leo mtasikia kuwa habari za Benki Kuu na mtajua Benki Kuu inawahusu Watanzania wote mkiwepo na nyie. Ndio maana wako hapa, lakini wako UTT ambao pia watafafanua mambo mbalimbali ya kuwashauri namna nzuri ya uwekezaji katika vikoba na mambo mengine kama mtu mmoja mmoja au vikundi. Kwa hiyo leo tutakuwa na agenda hizo, lakini nishukuru sana kuwa tuna jambo la kimkakati la kitaifa ambalo hatuwezi kukutana na kundi la muhimu namna hii ambalo bila kulisema jambo hilo ambalo ni jambo la uchaguzi. Na sasa hivi hii ni agenda ya kudumu. Hata kukutana na watu watatu lazima uwakumbushe wajibu wao wa kwenda kupiga kura. Kwa hiyo ni agenda ambayo pia kutokana na wakati lazima tuiseme. Ndugu zangu, mkoa wa Dodoma ni kati ya mkoa iliyopata bahati kubwa katika nchi hii. Bahati kubwa kwanza ya kuwa makao makuu, haikuwa ya asili tangu uhuru. Tumepata bahati ya kuhamishiwa kuwa makao makuu. Ndoto zilikuwepo, mawazo yalikuwepo, lakini utekelezaji tumeuona miaka hivi karibuni, na sisi wote wana Dodoma ni mashahidi. Katika kipindi cha miaka hii michache
tumeshuhudia kukua kwa haraka kwa mkoa wa Dodoma, hasa jiji la Dodoma na maeneo mengine ya wilaya za karibu, kwa sababu ya uwekezaji mkubwa wa serikali ambao unaufanya Dodoma ili kuhakikisha hadhi ya makao makuu ya Tanzania inapata sifa yake kamili. Sasa mmeambiwa hapa kuhusu miradi. Mmeambiwa kuna uwanja wa ndege. Kuna mtu hapa anasema mimi uwanja wa ndege unanihusu nini? Sababu anawaza yeye hatapanda ndege kwa sababu hadi leo hajawahi kupanda. Lakini jamani, hivi kabla hujafa unaweza kuwaza ukata tamaa maisha? Kabla hujafa kila siku unawaza mazuri. Ule uwanja wa ndege na nyie mtapanda siku moja. Kati yenu hapa kuna watu watapanda ndege, wataenda. Yaani nimeona mama moja anacheka kabisa, yaani mimi nitapanda ndege. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vikoba oye! Mimi naambia ndege ni za kwenu na nyie. Lakini kwa nini? Unapojengwa uwanja wa ndege, ziko fursa pale ambazo wewe mtu wa vikoba pamoja na vikoba vyako, ziko shughuli unazifanya za kujiletea uchumi, za kujiletea maendeleo kama mwananchi wa Dodoma. Fursa zile zinakuhusu moja kwa moja. Pale ziko fursa zimegawanyika, ziko ndogo, ziko za kati, ziko za kubwa. Kila mtu anachagua size yake. Mimi nataka ndogo, naenda zangu kwa mafundi, nawaambia mnakula saa ngapi, naomba niwe nawaletea kande saa 6 ili mle. Haujapata fursa bado? Wewe unasema mimi wakati mimi nataka shughuli za katikati. Unaenda mnasema hivi mnataka mawe? Mimi naomba ni supply mawe hapa uwanjani, si mnatumia kokoto, naomba niwe nawaletea kokoto. Hizo ndogo. Sasa wewe kama ni mkubwa ndio unaenda kwenye yale machuma, madude makubwa huko, unaenda unaomba kazi. Kwa hiyo kwenye miradi hiyo mliokuwa mnatajiwa, pamoja na kuwa ziko huduma zitapatikana pale, lakini sisi wana Dodoma ni wafaidika wa kwanza wa miradi ile. Sasa hivi ukienda pale Mtumba, mji wa serikali, yale magorofa yamepishana pale ni mengi. Sisi tunafaidika na mambo mengi. Kwanza tunafaidika na utalii. Ukienda pale unashangaa, unasema hivi hii ni Tanzania au niko wapi? Au ndio Ulaya anakosemaga kuko hivi? Kwa sababu mji kama ule hauna eneo lolote la Tanzania. Hata nchi zingine nyingi hazina mji kama ule. Lakini kubwa zaidi, kule kwenye majengo yale wako watu wanakaa. Ofisi zile unaambiwa ukija kukaa wote wizara zote zijaye watakuwa watu zaidi ya 8,000 pale. Wale 8,000 wanahitaji mambo mbali ili waweze kukaa pale na kufanya kazi zao vizuri. Serikali imeweka majengo, serikali imeweka viti na meza za kukalia ili wananchi wahudumiwe. Lakini wale watu waliokaa pale ili wafanye kazi vizuri, nao wanahitaji kuhudumiwa na watu wengine. Wanahitaji mazingira yawe masafi. Hivi umewahi kwenda hata siku moja tu ukaomba hata kibarua cha kusafisha pale ili utoke na 20,000 ya siku moja, 50,000 ya laki moja? Hizo kazi zipo za watoto wetu, vijana wetu, tuwaambie ziko kazi pale. Wako watu wengi wanasema hakuna ajira. Ni kweli, ukiamua utafuta ajira ya kuchagua utakosa ajira. Lakini ukiamua tu mimi nataka nipate hela, mradi kuna kitu cha kufanya na nguvu nazo na mwili nao na afya nayo, hautakosa kitu cha kufanya pale. Mwingine atasema nataka niwe nauza vocha. Pale nikitembea hamna hata duka moja la vocha. Juzi nimekuta bodaboda amechangamkia fursa. Yaani hawajaomba ruhusa ya mtu, lakini nikaona kwenye wizara hii nakuta bodaboda 3 nje, wizara hii nakuta bodaboda 5, nikajua hawa wameshaona fursa. Hii bodaboda hawaitwagi mali. Yaani katika watu ambao wanajua kuchangamkia fursa ni bodaboda. Wakiona tu mtaa kuna nyumba 10, tayari unakajiwe kamesha anza. Kako nje utakuta pale wamekaa. Hawajaongea na mtu yoyote kumuuliza wewe utatumia bodaboda au itakuwaje, hata vibali hawana, lakini utakuta wamekaa. Serikali inafuata na nyinyi. Hiki kijiwe chenu kimetambulishwa, ndio wanaenda kuambia njoni mjitambulishe. Watu wanaojua kuchangamkia fursa. Wale watu pale wanataka kula, wanahangaika sana wapate wapi chakula. Lakini wewe huwezi kwenda pale. Wale watu 8,000 atakayewapikia atataka kununua mboga. Huko ulikokaa unaweza ukawa unalima mboga, unawauzia wale wanaowapikia chakula ili wapate chakula chao.
Dodoma ziko fursa nyingi kutokana na hiyo miradi ambayo tumeiona. Nimetoa mfano tu wa mradi mmoja ule, lakini iko miradi mingi mikubwa, ina makundi makubwa ya watu wamekaa pale ili waweze kutoa huduma, lakini katika huduma zao nao wanahitaji kuhudumiwa, na kuwahudumia ni sisi wana Dodoma. Tusipozitumia fursa hizo, ziko kwa ajili ya Watanzania wote. Mimi sasa hivi naona kuna wageni wengi toka mikoa mbalimbali wanakuja Dodoma. Yaani huko waliko wao wanaziona fursa kuliko sisi tuliopo Dodoma. Sisi tunapochungulia naona haya yatuhusu, wenzetu wanatoka mikoani, na siku hizi SGR wanapanda, wamefika, wanaanza kutafuta leseni, wanaanza kutafuta vibali, unakuta tayari wanapata kazi. Saluni hapa zimeandishwa, wako watu wengi wametoka nje ya Dodoma, wameandisha kusuka. Tunaenda kusuka, nimehamia hapa baada ya kuona kuna wateja wengi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ndugu zangu, miradi ile imesemwa sio tu pamoja na kuwa tutafaidika kwa huduma, lakini tuone kuwa tunayo fursa kubwa zaidi ya ile ya huduma, ya sisi kuona kama ni shughuli za kiuchumi, naweza tukafaidika pale, ajira naweza tukafaidika kwenye hiyo miradi ambayo tumeiona. Lakini swala la uchaguzi, naomba niseme kuwa hili sasa hivi ni ajenda yetu ya kudumu, kwa sababu tunatamani wanadodoma wengi waende kupiga kura. Na hii nalisema sana kwa sababu sisi wanadodoma, hasa sisi wa mjini, tuna tabia ya kutokwenda kupiga kura. Siku ya kura unasema foleni itakuwa ndefu, mimi niende kufanya nini? Wale walioenda wanatosha kutuwakilisha. Umesahau na wewe kura yako moja ni matumizi mazuri ya haki yako ya kikatiba, ni matumizi mazuri ya haki yako ya kidemokrasia. Furahi kuwa tumeweza kuwasikiliza, lakini mmesikia mambo yaliyoko serikalini, na nyie endeleeni kujua kuwa ofisi za serikali Dodoma ziko wazi kwa ajili yenu. Mnapokuwa na jambo, milango iko wazi. Hakuna ofisi ya kuogopa kuingia, mradi ni ofisi ya serikali. Ni haki yako kwenda kupata huduma, kuuliza swali, kuelimishwa, lakini pia na kusaidiwa ili upate huduma unayoitaka. Hilo liko wazi. Endeleeni kutumia fursa hizo kwa sababu ni kwa ajili ya kwenu. Poleni kwa kukaa muda mrefu, lakini tunaamini tuliyoyapata yanathaminika na kile ambacho mmekikalia kwa muda huu wote. Sasa mwishoni hapa, kwa sababu kundi hili hatujapiga nalo picha, tutakuja kupiga picha na nyie. Na wale watao tuambia tuko tayari, maana nilikutana na makundi fulani wiki iliyopita. Wakasema, mkuu wa mkoa, naona nyie huwa mnajitoaga tu mabango makubwa, sisi hatujawahi kutoka kwenye mabango. Tunaomba na sisi tutoke kwenye mabango. Nikawaambia kama mko tayari mimi nitayatoa. Sasa hivi nitasema tu nimejiandikisha, nitapiga kura. Bango lina sura ya watu sijui wa Chihanga hapa. Kwa hiyo wana Chihanga wanajiona nao wako kwenye bango barabarani, magari yanapita, yanaona na picha za wananchi zipo, sio za mkuu wa mkoa peke yake na waziri peke yake na watu wengine. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki sana. Asanteni. Moja, kuna dhamana ambazo za serikali za zaidi ya mwaka mmoja. Tumeona kwenye ile video, na hizi za zaidi ya mwaka mmoja ndio zinazoitwa treasury bonds au zinaitwa bonds au hati fungani. Nitaomba kwa leo msizungumze treasury bills, lakini nitajikita zaidi kwenye treasury bonds. Kwa hiyo tunachofanya kwenye hii, tunaendesha minada. Ni mnada. Kama ni mnada, maana yake ni nini? Kuna kitu tunachotaka kukinunua. Hicho kitu tunachotaka kukinunua maana yake kina bei. Kama tukichukulia labda hii simu, tukifanya hati fungani ni hii simu. Hii simu hapa unaweza ukainunua kwa bei ya juu, let's say labda milioni 1 kama tunafanya mnada. Mwingine akanunua simu hii kwa 900,000, mwingine akanunua simu hii kwa milioni 1.100,000. Kwa hiyo tunaweza tukanunua hizi hati fungani kwa bei tofauti, lakini tutakachonunua ni kile. Kwa hiyo naomba hilo tulifahamu. Kwenye hati fungani tunafanya mnada. Wanakuja watu wengi, tuseme hapa kuna watu 600. Mnapokuja hapa watu 600, serikali tunawapanga, benki kuu tunawapanga kuanzia aliyetoa bei ya juu, sio kiasi cha juu, bei ya juu. Tunaenda naye mpaka kiasi fulani ambacho tunasema sasa hapa ndio tuna cut off. Kwa hiyo kati yenu nyinyi, tuseme mtu anakuja kununua milioni 1, anaweza kusema mimi milioni 1 nitalipa milioni 1. Mwingine akasema mimi hii milioni 1 nitalipa 900,000. Mwingine akasema mimi hii milioni 1 nitalipa milioni 1.100,000.
lakini unachonunua ni dhamana yenye thamani ya milioni 1. Tuko pamoja? Au nimewachanganya? Ndio ushindani. Sasa kwa hiyo ukija na bei ambayo ni ndogo, unafanya nini? Unashindwa, kwa sababu serikali tunataka tupate hela nyingi. Ukija na bei ambayo ni ya juu sana, unaweza ukapata, lakini utakuwa wewe umepata hasara. Kwa hiyo lazima uwe makini kidogo. Lakini uzuri ambako tunakuja kuona hivi punde, kama wewe hutaki kujihangaisha kuja bei ya juu ya chini mjui, unaingia kwenye dirisha moja ambalo linaitwa sio dirisha la ushindani. Dirisha lisilokuwa la ushindani. Hiyo unaweka tu pale na utapata kwa bei ya wastani. Na watu wote watakao kuja utapata kwa bei ya wastani. Kwa hiyo katika hizi dhamana zipo katika mfumo wa soko, kuna mambo mawili. Kuna soko tunalita la awali, ambako ndo pale benki kuu sasa inatangaza huo mnada na wewe mwekezaji unakuja kuwekeza. Pale itakuwa ni sisi na wewe. Lakini kuna soko la upili, tunaita secondary market. Hiyo sasa umeshanunua ile dhamana, hautaki kuendelea kubaki nayo miaka 10-20, unakwenda kumuuzia jirani yako, unakwenda kumuuzia rafiki yako, unakwenda kwenye soko lile la upili. Hauturudishi sisi, unakwenda kwenye soko la upili. Sasa katika kushiriki kwenye hizi minada ambayo nimesema tunaitangaza minada ya miaka 2, miaka 5, 10, 15, 20 na 25, kuna njia mbili za kushiriki. Kuna ile njia ya ushindani. Wewe unasema mimi nataka nishindane. Na unashindana kufanya nini? Unashindana kuja na bei ndogo kabisa ambayo itakubalika. Tukumbuke ukija na bei ya juu tutafurahi kwa sababu tunatupa hela nyingi kwa simu ile ile. Ukija na bei ndogo sana, sisi tunaweza kukataa kwa sababu tutakata mahali fulani hivi. Kwa hiyo sasa ili uweze kushindana vizuri lazima uje na bei fulani hivi ambayo ni shindani. Hiyo ni namna moja ya kushindana. Namna nyingine ni ile ambayo nimesema kwamba sio ya ushindani. Unakwenda pale, unaweka bidi yako, unasema mimi nitapokea chochote ambacho kitapatikana sokoni kwa bei ya wastani. Kituo cha Ilazo kilipata ufadhili na ndio maana kilikamilika kwa wakati. Lakini pale Ilazo Chang'ombe kwa bajeti ya 25 mwaka huu 25-26, jengo la theater na ni jengo la theater na matenti litakwenda kukamilika. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba wana Chang'ombe mzidi kuwa na uvumilivu kidogo, mtumie vituo vilivyo jirani na nyie. Lakini kwa mwaka huu ajenda hiyo itakuwa imekamilika na hilo swali litakuwa limekwisha. Swali jingine ilikuwa ni watu wa Chamwino hawajalipwa fedha yao ya fidia. Swali lililopo kwa sasa hivi ni kwamba lile eneo ambako mradi mkubwa wa maji unajengwa, watu walikuwa wamekaa kwenye chanzo cha maji. Kwa hiyo katika utaratibu tu wa kisheria ulivyokuwa, walikuwa hawapaswi kulipwa fidia. Lakini serikali ikaona bado wale watu wanahitaji kupata nini? Huduma yao, kwa sababu walikaa pale si kwa makosa yao. Kwa hiyo kwa sasa hivi wapo kwenye hatua ya mwisho ya kumalizia uthamini na mtakwenda kulipwa ndani ya mwaka huu. Kwa hiyo naomba mwisho kwa matumaini swala hilo limeshafika kwenye hatima ya mwisho ya kwamba mnastahili mlipwe na mtalipwa fedha zenu. Kwa hiyo mwe wavumilivu, mazuri yanakuja muda si mrefu. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii imekuwa ikishirikiana na wadau mbalimbali na sekta mbalimbali pamoja na wafanyabiashara wadogo wadogo, imekuwa ikiwatambua mchango mkubwa sana ambao ukifanywa na kundi hili. Lakini pia imekuwa ikiwatambua kuwasajili kwa kuwapatia vitambulisho vya kidijitali, lakini pia kutoa mikopo yenye masharti nafuu. Tukiachana na ile mikopo, kuna mikopo mingine tunafahamu ya wanawake, vijana na watu walemavu. Sasa hii ni mikopo mingine ambayo inawezesha wafanyabiashara wadogo wadogo ambapo wanakopesha kuanzia Laki1 hadi milioni 4. Wafanyabiashara wadogo wadogo ikiwa ni pamoja na hao wanaouza mboga, wanaouza nguo za mitumba na za dukani, wanauza viatu, bodaboda na kadhalika, mamalishe, babalishe, wasusi, vinyozi na kadhalika. Hawa watu wakiwezeshwa mikopo hii yenye masharti na kwa mfano bodaboda, mheshimiwa pale aliongelea mgeni rasmi, akipewa milioni 3 au milioni 4 anaenda kufanya kitu. Akifanya vizuri ndani ya mwaka mmoja na uwezo wa kuzalisha, maana yake pale pia anakuwa ametengeneza ajira kwa vijana wengine.
Tunalalamika ajira, lakini ajira zenyewe ndio hizi. Na tuna uhakika wafanyabiashara wadogo ni pamoja na kwenye vikundi tulivyo navyo, tunaweza kutoka hapo tulipo na tukafika mbali zaidi. Lakini pia serikali ya awamu ya 6 imeweza kujenga ofisi kwa kila mkoa, ni pamoja na mkoa wa Dodoma. Tuna ofisi za viongozi wa wafanyabiashara wadogo ipo maeneo ya Makole, lakini pia imeweza kujenga masoko. Tunaona tuna masoko ambayo yako Dodoma, ikiwa ni pamoja na soko la Machinga ambao pale nafahamu na uhakika wote tunalijua. Dodoma hoye! Imeweza kufanya mambo ya hayo, lakini pia mambo haya yote kwa wafanyabiashara wadogo ambao pia wanatokana kwenye vikundi vyetu vya vikoba na wakoba, ni mambo ambayo yanawezekana. Kwa sisi tukawe mabalozi na tuhakikishe tuwatumie wataalamu ambao tunakuwa nao katika ngazi zetu.